Kuchaguliwa kwa Kardinali Robert Francis Prevost kuwa Papa Leo wa 14 kumeweka historia mpya ndani ya kanisa Katoliki. Akiwa papa wa kwanza kutoka Marekani, yeye ni kiongozi anayehitaji kuwa na mwelekeo wa kuendeleza mageuzi ya hayati Papa Francis, huku akisisitiza huduma kwa maskini na makundi yaliyo pembezoni. Papa Leo wa 14 mwenye umri wa miaka 69 anakuwa kiongozi wa 267 wa kanisa Katoliki, akichukua nafasi ya Papa Francis aliyefariki mwezi uliopita. Na hapa Katoliki Moshi Online TV tunakuletea mambo matano ya kipekee kuhusu maisha na utume wa papa huyu mpya. Namba 1, jina la kipapa, Papa Leo wa 14. Uamuzi wa kuchukua jina Leo wa 14 si wa kawaida. Papa wa mwisho kutumia jina hilo alikuwa Papa Leo wa 13, aliliongoza kanisa kati ya mwaka 1878 hadi mwaka 1903. Alijulikana kwa msimamo wake thabiti kuhusu haki za wafanyakazi na mafundisho ya kijamii ya kanisa Katoliki. Kwa kuchukua jina hili, papa mpya anatoa ujumbe mzito kuhusu mwelekeo wa utawala wake, kusimama upande wa maskini, wanyonge na kupaza sauti za wale wasiosikika. Ni ishara ya kwamba atakuwa kiongozi mwenye msimamo katika haki za kijamii kama alivyokuwa mtangulizi wake wa jina hilo. Katika hotuba yake ya kwanza alirejelea kauli ya Mtakatifu Agustino, kwa ajili yenu mimi ni askofu, lakini pamoja nanyi mimi ni Mkristo, akisisitiza uongozi wa pamoja na unyenyekevu. Namba 2, shabiki wa mchezo wa tennis. Tofauti na picha ya kawaida ya viongozi wa kanisa, Papa Leo wa 14 anajulikana kwa upendo wake kwa mchezo wa tennis. Alisema, ninajiona kama mcheza tennis wa kujifurahisha kabisa. Aliongeza kuwa tangu aondoke Peru amekuwa na nafasi chache za kucheza, lakini anatazamia kurudi uwanjani. Mbali na tennis, anapenda kusoma vitabu, kutembea kwa miguu na kusafiri kwenda maeneo mapya yenye tamaduni tofauti. Mwendo huu wa maisha ya kawaida unamweka karibu zaidi na waumini wa kawaida, akionyesha kuwa hata kiongozi wa juu wa kanisa ni mtu wa watu. Namba 3, raia wa Marekani na Peru. Ingawa alizaliwa Chicago, Marekani, Papa Leo wa 14 pia ni raia wa Peru, ambako aliishi na kufanya kazi kwa miaka mingi akiwa kama misionari na baadaye askofu wa Chiclayo. Kuwa na papa kutoka Marekani ni heshima kubwa, Rais wa Marekani Donald Trump alisema alipoulizwa maoni yake kuhusu kutangazwa kwake. Papa Leo mwenye umri wa miaka 69 alizaliwa Chicago na alisoma chuo kikuu nje ya Philadelphia kabla ya kuwa misionari nchini Peru. Alipata uraia wa Peru mwaka wa 2015, jambo lilomfanya kuwa na uhusiano wa kipekee na Amerika Kusini. Uraia huo wa nchi mbili ni mfanano wa sura ya papa wa dunia nzima, anaelewa na kugusa tamaduni tofauti. Rais wa Peru Dina Boluarte aliuita uchaguzi wake kuwa tukio la kihistoria kwa Peru na dunia nzima. Namba 4, mbobezi wa lugha na utamaduni wa kimataifa. Moja ya sifa kubwa za Papa Leo wa 14 ni uwezo wake wa lugha. Anaongea Kihispania na Kiitaliano kwa ufasaha, jambo alilothibitisha alipohutubia maelfu ya waumini katika uwanja wa Mtakatifu Petro. Aliishi na kuhudumu Peru kwa zaidi ya miaka 10, akijenga uhusiano wa karibu na jamii za huko. Uwezo huo wa lugha na uelewa wa tamaduni mbalimbali ni rasilimali kubwa kwa kanisa linalojitanua kote ulimwenguni. Namba 5, uongozi wa kidiplomasia na mtazamo wa kati. Papa Leo wa 14 anatajwa kuwa kiongozi mwenye msimamo wa kati anayejumuisha pande zote za kanisa. Anaelekea kuwa na mtazamo wa maendeleo kwenye masuala ya kijamii kama uhamiaji na umaskini, lakini anadumisha msimamo wa wastani kwenye masuala ya maadili ya Katoliki. Aliwahi kuwa kiongozi wa shirika la Mtakatifu Agustino kwa zaidi ya muongo mmoja, na hivi karibuni alikuwa mkuu wa idara ya Vatican inayosimamia uteuzi wa maaskofu kote duniani, nafasi yenye ushawishi mkubwa. Mtazamo huo kupatanisha na uongozi wa busara unampa uwezo wa kuunganisha waumini wa pande zote za dunia, akiwa kama daraja kati ya makundi yenye mitazamo tofauti ndani ya kanisa. Kupitia maisha yake ya kimataifa, unyenyekevu wa kiutume na msimamo wa kijamii, Papa Leo wa 14 anawakilisha sura mpya kanisa Katoliki lenye mizizi, lakini pia lenye maono ya kimataifa. Ni papa anayeelewa ulimwengu wa sasa na aliye tayari kutumikia kwa moyo wote.